وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote, kwanza tunafungua majlisi yetu hii ambayo imekuwa na utaratibu katika miezi mingine ya kawaida kuwepo katika siku za kila wiki, kwa maana kila Jumatano tunakuwa na majlis katika msikiti wetu huu wa Mtambani. Lakini tulikuwa na program katika mwezi wa Ramadhan, majlisi yetu ilikuwa kila siku baada ya salatu al-asr. Kwa maana yake tunarejea katika utaratibu wetu wa kila siku ya Jumatano kuwa na majlis ambazo zitakuwa zinaelezea mada, anwani au darsa mbalimbali zenye lengo la kumjenga mtu katika imani yake katika mambo mbalimbali ambayo mwanadamu anakuwa hayafahamu. Leo katika darsa yetu au katika muhadhara wetu tunakusudia kuelezea mambo matano ambayo mwanadamu anayapitia wakati wa kutolewa roho yake. Mambo matano ambayo mwanadamu anayapitia katika kutolewa roho yake. Tunafahamu ya kwamba kuna kitu kinaitwa sakaratul maut, kilevi cha kifo, na kila mwanadamu anapitia katika hiyo sakaratul maut, kwenye hiko kilevi cha kifo. Lakini yako baadhi ya mambo ambayo mwanadamu anayapitia wakati yupo katika hiyo hali ambayo watu wengi mambo hayo hawayafahamu. Ni ishara, ni dalili ya kuonyesha sasa mwanadamu anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutaelezana baadhi ya ishara na dalili ambazo zinaonyesha kwamba mwanadamu sasa anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliokuwa wengi tumeuguza, na pengine bado tunao ndugu zetu ambao ni wagonjwa, na kuna baadhi ya watu ambao tumeshuhudia wanadamu wakiwa wanaondoka duniani wakiwa wanakata roho. Lakini yako baadhi ya mambo wanadamu hawayazingatii, hawayajui au hawafahamu kuwa ni elimu ya kutambua sasa huyo mgonjwa anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo tutajaribu kuelezea hayo mambo hatua kwa hatua, ni namna gani mwanadamu anakata roho kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika moja ya masiku katika darsa zetu za katika majlisi za kila Jumatano nilielezea nini maana ya kifo, nikaelezea nini maana ya umauti. Nikasema tunaposema almaut, kifo, maana yake ni alintiqalun min makanin ila makan. Unaposema kufa, maana yake ni mtu kuhama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Maisha ya mwanadamu yapo katika makundi matatu. Kuna daru dunia, kuna maisha ya duniani hapa. Haya ni maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anakuja kuishi katika maisha yake ya duniani hapa. Kwenye kituo hiki katika maisha ya mwanadamu atakuja kwenye kituo hiki imma hayyan au mayitan. Atakuja kwenye kituo hiki cha daru dunia, katika nyumba hii ya duniani, akiwa yupo hai au amekufa. Lakini mwanadamu lazima apite hapa, kwa sababu wako baadhi ya watu wanakufa wakiwa katika matumbo ya mama zao. Lakini haina maana akifia katika tumbo la mama yake ndio litakuwa kaburi lake katika tumbo la mama yake, la.
bado mwanadamu itamwajibikia atolewe katika tumbo la mama yake, aje katika darud dunia, lazima aje katika maisha ya duniani. Kwa hiyo hiki ni kituo cha kwanza cha mwanadamu katika maisha yake, kwamba atakuja hapa akiwa hayyan au mayitan, atakuja akiwa hai au atakuja hali ya kuwa amekufa, lakini lazima aje hapa katika maisha ya dunia. Hiki ni kituo cha kwanza. Lakini kituo cha pili, kuna darul barzakh, kuna maisha ya kizuizini. Na tukaeleza, nakumbuka katika darsa ile tukasema barzakh maana yake ni beria, ni kizuizi ambacho mwanadamu anakwenda kuishi, ni kituo ambacho mwanadamu anakuwa yupo katika kusubiria hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma aende peponi au aingie katika moto. Fanaudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wake. Kwa hiyo kila mwanadamu atakwenda katika hiyo darul barzakh au hayatul barzakhia au maisha ya kaburini. Kituo hiko na chenyewe kila mwanadamu atapita kuelekea katika kituo cha maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. Hiki ni kituo cha tatu, kituo cha pili. Lakini kituo cha tatu, kuna darul qarar. Darul qarar maana yake ni maisha ya milele. Kuna darul qarar, kuna maisha ya milele. Mwanadamu atakwenda kuishi katika maisha ya milele, imma atakwenda kuishi katika moto au atakwenda kuishi katika pepo. Lakini kuna kituo cha mwisho cha maisha ya mwanadamu, lazima atakwenda kuishi imma fi nari au fi. Kwa hiyo hivi ni vituo vitatu vya mwanadamu. Lakini mwanadamu lazima afe ili aweze kupita katika vituo hivyo ambavyo tumevizungumza. Tunaelezea nini maana ya kufa, tukaeleza kwamba neno kufa ni neno la Kiswahili lakini limetolewa katika lugha ya Kiarabu. Kila mmoja hapa anasikia fulani amefariki, fulani amekufa. Neno kufa tukizungumza tukasema limetokana na neno la Kiarabu linalosema qif, simama. Hiyo neno kifo limetokana huko, kifo, qif, simama Kiarabu. Kwa hiyo unapozungumzia kifo maana yake unazungumzia kusimama. Kwa hiyo kinachosimama ni nini? Tukasema kinachosimama kwa mwanadamu ni ile roho yake, ni ule uhai wake mwanadamu aliyokuwa nao ndio unasimama. Kunatokea mtengano baina ya roho ya mwanadamu na kinachokufa kwa mwanadamu ni ile roho yake aliyokuwa mwanadamu, bali roho ya mwanadamu inatenganishwa na kiwiliwili. Kwa hiyo kinachokufa ni kiwiliwili cha mwanadamu na sio roho yake. Roho inachukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya kifo, kif, simama. Kinachosimama pale ni roho ya mwanadamu, ni mtengano baina ya kiwiliwili na roho ya mwanadamu. Kwa sababu hata viungo vya mwanadamu na vyenyewe vinakufa. Haina maana ukisema kwamba kifo anayekufa ni mwanadamu peke yake, hata viungo vya mwanadamu vinakufa. Niliwatolea mfano nikawaambia, mtu akipatwa na stroke upande mmoja, mkono wake huu unakuwa ufanyi kazi, anakuwa hawezi kufeel chochote, anakuwa hawezi kuhisi chochote katika mkono wake. Mkono unakuwa ufanyi, hata ukimfinya hisi maumivu. Tunasema ule mkono au ule upande wa mwanadamu umekufa. Kwa hiyo kifo kinaweza kutokea hata katika baadhi ya viungo vya mwanadamu. Hii ndiyo maana ya kifo. Kwa hiyo kinachokufa ni ule mwili wa mwanadamu, lakini sio roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu haiwezi kufa. Kwa hiyo umauti ni kuhama kutoka hatua moja kuelekea katika hatua nyingine. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ya mwanadamu lazima itaonja umauti. Yani maana yake kila nafsi ya mwanadamu lazima itatoka kwenye stage moja kuelekea stage nyingine. Kila nafsi iliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima itatoka kutoka stage moja kuelekea katika stage nyingine. Na nakumbuka nikawaeleza hata mwanadamu anapokuwa amelala
mwanadamu anakuwa yupo katika kifo. Mwanadamu anakuwa yupo katika kifo, yupo katika umauti. Maana yake ni kwamba mwili wake na roho yake vinakuwa vinatengana, vinaachana kwa muda ule. Roho huwa inaama, inakwenda katika alamil arwah, inakwenda katika ulimwengu wa kiroho. Na nikawapigia mfano, ndio maana watu huwa wanaota ndoto, wanaongea na ndugu zao waliofariki kwenye makaburi, kwa sababu nafsi ndo zina mahala pake, zinakwenda kukutana. Ukilala nafsi yako huwa inatoka inakwenda katika ulimwengu wa kiroho. Ukiamka nafsi yako inarudishwa katika mwili wako, unaendelea na harakati zako kama kawaida. Kwa hiyo kufa au tunaposema kulala ni umauti, maana yake nafsi huwa inatoka, inahama kutoka kwenye hali moja kuelekea katika hali nyingine. Sasa leo katika darasa yetu tutajifunza hivyo vitu ambavyo mwanadamu hupitia katika wakati wa kutolewa roho. Katika lugha nyingine inaitwa ni sakaratul maut, ni kilevi cha kifo ambacho kila mwanadamu lazima apitie kwenye kilevi hiko cha kifo. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema katika suratul Jumu'ah, qul, sema ewe Muhammad kuwaambia ummati wako, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sema kuwaambia ummati wako ya kwamba ule umauti ambao watu wanaukimbia, yani kila mwanadamu anahangaika kuukimbia umauti. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, hakika ya ule umauti ambao wanadamu wanaukimbia ule umauti, fa innahu mulaqikum, kwamba kwa hakika mtakutana nao huo umauti kwa vyovyote vile itakavyokuwa. Katika aya hii kuna falsafa kubwa sana Mwenyezi Mungu hapa ameielezea. Kwa kawaida unapokuwa unakikimbia kitu, maana yake kile kitu kinakuwa kipo nyuma yako kinakukimbiza. Lakini ajabu ya kifo ambacho Mwenyezi Mungu anakizungumzia hapa, anazungumzia umauti kwamba mwanadamu anaukimbia, lakini vile anavyokimbia mwanadamu ndio anakwenda kukutana nacho kile ambacho anakikimbia. Ndio tofauti yake inakuja hapa. Ukiwa unakimbizwa na mtu, maana yake yule mtu anakuwa yuko nyuma, wewe unakuwa uko mbele anakukimbiza. Kwa hiyo maana yake unakimbia kile kitu kilichokuwa nyuma yako. Lakini umauti Mwenyezi Mungu anasema innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kwamba ule umauti ambao nyinyi mnaukimbia mnakwenda kukutana nao uso kwa uso, ndiyo mulaqikum, kwamba mnakutana nao uso kwa uso. Unakimbia, unakutana nao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kisha mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye alimul ghaibi washahada, Mwenyezi Mungu ambaye yeye anajua yaliyokuwa wazi na yale ambayo yaliyokuwa yamejificha. Mtarejeshwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kisha mtakwenda kuhabarishwa nyinyi katika yale mliyokuwa mnayafanya katika mgongo wa ardhi. Aya hii inatufungulia mada hii kuelezea mambo ambayo mwanadamu anakutana nayo katika iko kifo ambacho anakikimbia. Aya hii inatufungulia mlango katika mada yetu kuelezea mambo anayokutana nayo mwanadamu wakati anakikimbia iko kifo. Kukimbia kupo kwa aina nyingi. Kukimbia kupo kukimbia kwa miguu. Kukimbia kupo ambapo mwanadamu anatumia gharama kwa ajili ya kujitibia ili asife. Mwanadamu anatumia nguvu pengine katika jambo fulani ili asiweze kufa. Hii ndiyo maana tafirruna minhu, maana yake mwanadamu anakimbia kifo. Wakati wa alasiri niliwaambia kuna binti mmoja msanii maarufu sana amefariki, nimeona katika mitandao. Alikuwa anahangaika na ugonjwa ambao ulipelekea apelekwe katika nchi ya India. Uwezo alikuwa ana, lakini watu wakachanga sana pesa. Ni ugonjwa ambao umegharimu sio chini ya milioni 200 au 300 mpaka ule binti anafanikisha operation zake katika nchi ya India. Na juzi alikuwa yuko vizuri, operation zimefanikiwa.
na alikuwa anatembea anaongea, lakini ghafla tu imetokea hali imebadilika, yule binti amefariki. Lakini unaona namna alivyokuwa anahangaika kutafuta pesa, kutafuta wafadhili, mpaka serikali imeingilia kuweza kusponsor matibabu yake, wafadhili mbalimbali. Binti anahangaika. Siku moja nikamsikia anasema, mimi kama nikifanikiwa kwenda India huu ugonjwa nitapona. Yule binti anasema, kama nikifanikiwa kwenda India huu ugonjwa nitapona. Anawahakikishia watu, anaomba msaada. Mwenyezi Mungu akamjalia akapata huo msaada. Kumbe kule alipokuwa anakwenda ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandika umauti wake ukamfike kule. Kwa hiyo unaona harakati na juhudi za kukimbia kifo. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Namna alivyokuwa anakimbia kifo, kuhangaika kutafuta wafadhili na nini kwenda India, hapa mwanadamu alikuwa anakimbia kifo. Lakini Mwenyezi Mungu anamwambia fa innahu mulaqikum, akaenda kukutana nacho kule kule ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa ametaka aende akakutane nacho. Kwa hiyo hivyo ndivyo mwanadamu anavyoweza kukimbia kifo. Sasa tunapozungumzia sakaratul mauti ni kitu gani? Tunapozungumzia kilevi cha kifo ni kitu gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika maneno ambayo ameyapokea mama Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama kana baina yadayhi, Mtume Muhammad wakati anafikwa na hali ya umauti, mama Aisha anaelezea alikuwa katika mikono yake ana chombo, katika mikono yake ana chombo ambacho ndani yake kulikuwa na maji. Mtume alikuwa akiingiza kitambaa kwenye kile chombo chenye maji na alikuwa akijifutafuta katika uso wake. Baadhi ya riwaya zimekuja Mtume alikuwa akifutwa maji kwenye kichwa chake, kwenye shingo yake, kwenye mashavu yake, kwenye macho yake, kuja mpaka kwenye shingo yake. Kwa nini Mtume ilikuwa akifutwa na maji? Yako maneno yalisikika alikuwa akiyasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati yupo katika sakaratul maut, yupo kwenye hiyo hali ya kilevi cha kifo. Mtume akasema, la ilaha illa Allah, na shuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lilmauti la sakarat. Au katika riwaya nyingine imekuja innal mauti sakaratin, hakika ya umauti ni mchungu, ni kilevi. Maneno haya ameyasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Manake Mtume hapa alikuwa anaonyesha ya kwamba umauti ni sakaratul mauti ni kitu ambacho ni kichungu sana, ni kilevi ambacho hakina mfano wake. Kama mtu alikuwa amewahi kuonja shubiri, hakuna kilevi kilichokuwa cha uchungu katika mgongo huu wa ardhi kushinda shubiri. Mimi sijawahi kuona. Yaani hata mwarobaini una afadhali shubiri, na mwarobaini ukionja ile shubiri inakuwa imezidi. Maana shubiri inakuwa ina ukakasi, chungu alafu ina ukakasi. Ni ngumu kupita katika kinywa cha mwanadamu. Lakini mwarobaini una uchungu lakini hauna ukakasi. Sasa shubiri haiwezi kuingia katika uchungu wa umauti. Maana yake namna gani kile kilevi cha sakaratul mauti kilivyokuwa kina maumivu makali. Mtume anaapia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal mauti sakaratin, hakika ya umauti ni mchungu. Sasa unaweza ukatasawar kwamba ikiwa Mtume anasema umauti ni mchungu, je, hali ipoje baina yangu mimi na wewe? Mtume alikuwa akihangaika kujisponge na maji, kitambaa kina maji. Mama Aisha alikuwa akimsponge kwenye kichwa chake, kwenye uso wake, kwenye mgongo, kwenye shingo, kwenye mabega. Mtume alikuwa akisikia dhiki, alikuwa akisikia tabu, maana yake uchungu ule wa kutoka kwa roho, mpaka Mtume anasema innal mauti sakaratin, umauti ni mchungu. Kwa maana yake inatuonyesha wazi hadithi hii kwamba kilevi cha kifo ni kilevi cha uchungu sana, ila kwa kuwa mwanadamu hakuna aliyepitia na kwa hawezi kujua uchungu wa kitu kama hiko. Sasa mwanadamu anapitia kwenye hali gani? Mwanadamu anapitia kwenye hali 5 wakati roho yake inatoka. Kisha mwishoni nitakuja kuambia
alama ambazo ukimuona nazo mtu unajua huyu mtu sasa haponi. Zimeelezewa alama hizo na Bwana Mtume Muhammad. Ukiwa unauguza, ukiwa una ndugu yako unaye nyumbani au hospitalini, ukimuona na alama hizo unajua huyu mtu hapa sasa hatunaye. Alama hizo zimeelezwa. Lakini mwanadamu anapitia katika mambo au anapitia vitu vitano wakati yupo katika sakaratul maut. Jambo la kwanza, kabla ya mwanadamu hajatolewa roho yake, siku yake inakuwa ya kawaida sana. Siku yake inakuwa ya kawaida sana. Katika maneno ya Saidina Ali kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuepukana na kifo. Yani hata kama mwanadamu angekuwa anajua kwamba baadaye unakufa, there is no escaping from death. Hakuna mwanadamu anayeweza kuepuka kifo, hakuna. Mwanadamu ataamka asubuhi, siku yake itakuwa ya kawaida sana. Atakwenda kazini, atakunywa chai, atakula, atafurahi na wenzie. Na kama ulikuwa na mgonjwa, siku hiyo mgonjwa atakula sana. Na kama ulikuwa na mgonjwa siku hiyo ataongea sana. Kama ilikuwa ajala wiki 3, atakwambia jamani, leo nahitaji maini. Asema alhamdulillah, mgonjwa wetu jamani sasa anapata nafuu. Ndio mauti, ile sakaratul mauti ndio inapokuja hivyo hali yake. Na kama kuna baadhi ya watu wako waliowahi kuuguza, hiyo hali huwa inatokea. Mgonjwa anakuwa hali hapendi kula, lakini iko siku mgonjwa anakuwa anaagiza chakula, jamani nileteni chakula. Mnasema alhamdulillah, mgonjwa wetu sasa anapata nafuu, mnampelekea chakula. Mgonjwa atakula, mtaongea naye, mtacheka naye. Pengine mkiondoka tu yule mgonjwa hali yake inabadilika, yule mgonjwa anafariki. Sasa mwanadamu kabla ya kufikwa na umauti, siku yake inakuwa ya kawaida. Anajiona hayupo kwenye hali yoyote ya dalili ya kufa. Hakuna mtu anayejihisi hivyo. Hakuna mtu anayejihisi hivyo. Isipokuwa kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa nadhara. Anawachagua mwenyewe, anawapa nadhara. Kuna watu Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapa nadhara ya kuona. Ghaib ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndo anajua ghaib. Lakini ipo ghaib inaitwa ni ghaibu atai. Ipo ghaibu ambayo mwanadamu huwa anagewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kuna baadhi ya watu wanaweza wakaona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuona, lakini mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atake kumpa huyo mtu hicho kitu. Kama unavyoona Mtume, kuna baadhi ya vitu alikuwa anavijua vitakuja kutokea. Mtume alikuwa anajua kwamba Mtume alikuwa ni Mungu, la bali Mwenyezi Mungu alikuwa anampa hiyo elimu ya ghaibu, kujua baadhi ya vitu. Na ndivyo kuna baadhi ya wanadamu Mwenyezi Mungu anawapa hiyo ghaibu atai. Manake kuna ghaibu lidhati, kuna ghaibu ambayo ni ya dhati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna ghaibu atai, kuna ghaibu ambayo mwanadamu anapewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako baadhi ya watu wanasema, jamani mimi kwa hali yangu ninayoiona hii, kesho saa 7 mchana sitoweza kufika. Na kweli kesho saa 7 mchana afiki. Unajiuliza, huyu alikuwa anajua kifo chake? Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya watu anawapa hiyo ghaibu atai, ni ghaibu ya kupewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura an-nadhirin. Mioyo ya wacha Mungu, mioyo yao ina macho ambayo yanaweza kuona kitu ambacho mtu wa kawaida hawezi kuona. Qulubul arifina laha uyunun, mioyo ya wacha Mungu ina macho. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu mioyo yao imegewa macho, inaweza kuona vitu ambavyo wewe mtu wa kawaida unakuwa huwezi kuona. Ni wakina nani hao? Ni ya auliya illah. Mwenyezi Mungu kuna watu wanaoita ni auliya illah, ni watu ambao ni mawalii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni watu ambao ni vipenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwapa macho ya kuona vitu ambavyo mtu mwingine hawezi kuona, na wako watu wa sampuli hiyo. Kama wewe kuna baadhi ya vitu huwezi kuviona ni wewe, lakini kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa uwezo wa kuona vitu ambavyo mtu wa kawaida hawezi kuona. Lakini nataka mtu awe ni walii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maanake kuna daraja nyingi sana. Kuna mtu anakuwa ni waliyullah, kuna mtu anakuwa ni khalilullah, kuna mtu anakuwa ni taqiyu, kuna mtu anakuwa ni mcha Mungu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna mtu anakuwa ni mu'min wa kawaida, kuna mtu anakuwa ni Muislamu tu wa kawaida. Daraja ziko nyingi sana.
Kwa hiyo kuna walii wa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika miongoni mwa darajati zile za watu ambao wanaumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama Ibrahimu alivyokuwa ni Khalilullah, alikuwa ni mwandani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna waliyullah ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawasema kwamba inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, kwamba hao hawana bwana mashaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika nyoyo zao bwana Mwenyezi Mungu atii huzuni. Na yako maneno yanayosema inna lillahi ibadu idha arada aradu. Mwenyezi Mungu anawaja hao, waja hao wakitaka, na Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametaka. Idha aradu arada, wakitaka watu hao na Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametaka. Hao ni nani? Ni auliya illa, kwamba wakinyanyua mikono yao kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu harudishi ile mikono yao patupu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakubali. Kwa hiyo wako baadhi ya watu wanaweza wakaona hivyo vitu kwamba jamani, mimi kesho ninavyoona saa 7 mchana sifiki, na kweli kabla ya saa 7 mtu huyo anaondoka. Lakini mwanadamu wa kawaida hawezi kuhisi hiyo hali ya umauti. Hamna mwanadamu anaweza kuhisi, mwanadamu wa kawaida tu hawezi. Anaona siku yake tu inakwenda, anakula na kunywa, kama una mgonjwa anapata chakula na nini, maisha yanakwenda hivyo. Lakini kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa inavyokuwa, inakuwaje? Ikiwa mwanadamu ahisi hiyo hali ya umauti, Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake kule katika arishi yake tukufu, anawaambia malaika yake, fulani ibn fulani takbidhu ruhuhu fi saati kadha, fulani ibn fulani nendeni mkachukua roho yake katika muda fulani. Ni maagizo yanayotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Takbidhu ruhuhu fi saati kadha, nendeni mkachukua roho yake katika muda kadha. Maagizo yanatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Mwenyezi Mungu ndo anayejua kila mmoja hapa muda gani roho yake itachukuliwa. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake hata malaika hawajui. Kwa hiyo wao wanapokea maagizo, na yule malakul maut hayuko peke yake. Malakul maut wako wengi, yani kuna wasaidizi wa malakul maut. Kuna wale wanaomsaidia yule mtoa roho, malaika mtoa roho, wako wanaomsaidia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatoa agizo kuwaambia malaika kwamba nendeni mkachukue roho ya fulani ibn fulani fi saati kadha, katika muda kadha. Siku yako hiyo ambayo umeamka vizuri, unacheka, unakula, upo kazini, unaongea na wanao washikaji zako, baada ya hapo tamko linatoka kwa Allah, wanagiwa maelekezo. Sasa maelekezo yale yanaambatana na muda, maelekezo yale yanaambatana na mahali, kwamba ni mahala gani roho yake ikachukuliwe, ni saa ngapi roho yake ikachukuliwe, na siku gani roho yake ikachukuliwe. Maagizo yale yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa malaika. Ikiwa mwanadamu roho yake Allah atasema ikachukuliwe Msanga, Ngongele, kijijini kwetu pengine Bembeza, ikachukuliwe kule, kinachotokea hapa, malaika hawana uwezo wa kutengeneza asbabu ya kumfanya fulani atoke hapa aende Msanga, Bembeza. Hakuna malaika anaweza kutengeneza sababu hiyo, isipokuwa Allah sasa anatengeneza asbabu ya kukufanya wewe utoke hapa uende Msanga, Bembeza au Ngongele. Ndio utasikia sasa ngoja niende kwenye dua ya mzee wangu nikafagilie kaburi la mzee wangu Msanga. Unatoka unapanga safari ya ghafla, unatoka hapa huyo mpaka unafika kule. Ukifika kule utashangaa mara umejikwaa ghafla, umedondoka chini. Ndio sababu ya kifo chako. Allah akakutengenezea sababu, yule malaika aliyetumwa anakusubiri kule, roho yako ataichukulia kule ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika roho yako itolewe Msanga, Bembeza. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotoa maelekezo yake. Maelekezo kwa malaika kwamba fulani bin fulani ahadi yake imefika, nendeni mkachukue katika saa kadha. Malaika atakuja kuchukua roho yako sasa kwa maelekezo maalum. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na wakati wanakuja malaika, kunakuwa na malaika wa aina mbili kuja kuchukua roho ya mwanadamu. Kuna malaikatur rahma, kunakuwa na malaika wa huruma wakati wanakuja kuchukua roho yako. Kwenye ile delegation ya malaika wanaokuja, kwenye yale maelekezo wanayogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kunakuwa na kundi la malaikatur rahma,
kuna malaika wa rahma huwa wanakuja, lakini pia kuna malaikatul adhab, kuna malaika wa adhabu na wenyewe nao pia wanakuja. Wote hao wamepokea maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakuja na malakul maut, wanakuja na malaika mtoa roho kuja kuchukua roho ya mwanadamu wakiwa wana maelekezo maalum. Hii ni hatua ya kwanza katika kuchukua roho ya mwanadamu, kwamba lazima kuwe na maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maelekezo ambayo wanagiwa malaika wa aina tatu: malakul maut mtoa roho, malaikatul adhab malaika wa adhabu, na malaikatur rahma na malaika wa rahma. Wanakuja malaika wa aina tatu. Safari itakuja, wale malaika watakuja pale, kutakuwa na hatua ya pili sasa katika roho ya mwanadamu. Mwanadamu roho yake huwa inaanza kutoka katika kidole chake, kidole gumba. Hii ni hatua ya pili katika sakaratul maut. Katika mwanadamu kutoka roho yake, roho ya mwanadamu huwa inaanza kutoka kwenye kidole gumba kikubwa cha mwanadamu. Kidole gumba katika mguu wa mwanadamu ndio roho ya mwanadamu inaanza kutokea kule. Na kama ikiwa mwanadamu hana kidole gumba, maana yake roho yake itaanza kutoka kuanzia kwenye vidole vingine vilivyosalia. Na kama miguu ana, roho yake itaanza kutoka pale pale miguu yake ilipoanzia. Kama ana mapaja matupu, itaanza kutokea hapo hapo kwenye mapaja, lakini roho ya mwanadamu inaanzia kutokea chini, ndio roho ya mwanadamu. Hiyo hatua ya pili. Kwa hiyo ukiona mgonjwa wako ukimgusa kidole chake gumba kinakuwa kimekufa kile kidole, yaani maana yake kimekufa, hakina sensa yoyote inayofanya kazi, ila ukibinya hamna kitu, ujue hapo ni ishara ya kuonyesha huyu sasa anaondoka. Sehemu ya pili ni katika kisigino. Sehemu inayokufa ya mwanadamu ni katika kisigino chake. Ikitoka kwenye kidole gumba kinakuja kisigino chake, ndio roho inatoka. Yani maana yake ni sehemu ambapo roho ya mwanadamu inapita kutoka katika roho yake. Sasa siku moja tulieleza kwenye lile somo kwamba roho ni kitu gani. Qur'ani ilitoa majibu kwamba roho ni ilmu anayojua ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mwanadamu kinachoanza kufa ni kile kidole chake, kisha unakuja kwenye kisigino. Kwa hiyo ndio roho ya mwanadamu inaanzia kutokea kule. Kwa hiyo ukigusa kwenye nyayo yake unaanza kuona hakuna sensa, yani hakuna kitu kinachosensi kule katika kisigino chake. Roho ya mwanadamu inatoka, inakuja roho ya mwanadamu mpaka kwenye magoti yake. Kama una mgonjwa huwa haanzi kufa kuanzia juu, mgonjwa anaanza kufa kuanzia chini. Kwa waliouguza watakuwa wanajua, yani mgonjwa miguu yake inakuwa haifanyi kazi, ukigusa unaona baridi, ujue huyu yupo kwenye sakaratul maut. Mgonjwa huyu roho yake ndio inatoka sasa, yupo kwenye kidevu cha mauti, roho yake ndio inatoka sasa. Kwa hiyo inakuja magoti yake, mgonjwa anakuwa amekufa, miguu inakuwa haifanyi kazi, ukigusa miguu inakuwa sana. Na mkitaka kulijua hili, madaktari mara nyingi wakija kwa mgonjwa ambaye yupo kwenye hali mbaya sana, wakati mwingine huwa wanakuja kumshika katika miguu, wanambonyeza wanamshika hivi miguu yake, wanamtazama. Au wakati fulani madaktari huwa wanakuja wanaminya hizi chuchu hizi za mgonjwa, wanazivuta. Yani kuna wanaangalia kuna sensi umwili, wanaangalia kwamba kuna baadhi ya vitu wakivigusa wanajua sasa huyu yupo kwenye hatua za mwishoni. Na mgonjwa vile vile kinachoanza kufa ni miguu yake, ukigusa miguu unaona baridi, roho ya mwanadamu ndio inatoka. Itakwenda roho ya mwanadamu kutoka kwenye magoti yake inakuja mpaka kwenye kiuno. Kwa waliouguza watakuwa wanajua, mgonjwa yoyote uliyemuuguza, ukiacha mtu ambaye amepatwa na ajali, pengine unaweza ukao hujamuona, lakini naye vile vile hali huwa inamtokea. Hali huwa inamtokea kwamba roho huwa inaanzia kutoka chini kuja juu. Hivyo hivyo hata mtu aliyepata ajali anaanzia chini kuja juu. Kwa hiyo magoti ya kifa inakuja mpaka kwenye kiuno sasa. Kwa hiyo kuanzia huko juu na chini kunakuwa hakuna mawasiliano. Kwa waliouguza watakuwa wanajua hiki kitu kwamba inafika hatua mgonjwa huku chini kunakuwa hakuna mawasiliano, juu ndo kunakuwa na mawasiliano. Roho ya mwanadamu inapita kwenye stage hiyo, inakuja mpaka kwenye kiuno. Na ikifika kwenye hatua hiyo unaanza kuhisi viungo kupooza, hata ikiwa ndo wewe upo kwenye hiyo hali. Ukianza kuhisi viungo kupooza kuanzia miguu, magoti kuja mpaka kwenye kiuno, unahisi kupooza na ni mgonjwa,
ni ishara ya kwamba sasa wewe ni baba jeni, bye bye. Ni ishara hiyo kwamba wewe sasa upo kwenye hatua ya roho yako kutoka kuelekea katika maisha mengine ya barzakh. Hiyo ni hatua ya pili katika kutoka roho ya mwanadamu. Hatua ya tatu, mwanadamu roho yake itakuja kufika kwenye mfupa wa kifua. Kuna sehemu, kuna mfupa wa kifua. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema kalla idha balaghati taraqi wa qila man raq. Kalla idha balaghati taraqi. Itaraqi ulama wanasema ni mfupa wa juu kwenye kifua. Mgonjwa roho yake imetoka kwenye kiuno, panakufa tumboni, inakuja hapa. Kama ulishawahi kuuguza mgonjwa akiwa roho yake inatoka kifuani, huwa panajaa hapa, yaani wanapumulia hapa juu juu hapa, sio kwenye tumbo tena hapa. Madaktari wakija wanajaribu kusukuma, kupush kwenye kifua, kuamsha mapigo yale ya moyo. Roho ya mwanadamu inakuwa ipo kwenye mfupa wa kifua. Mwenyezi Mungu ameuita huu mfupa kalla idha balaghati taraqi. At-taraqi maana yake ni ule mfupa wa kifua, roho imefika hapa, ndio maana yake. Waqila man raq. Ulama wamehtilafiana kwenye waqila man raq, wamehtilafiana wanawachuoni hapa. Baadhi ya wanawachuoni wanasema wale malaika waliokuja kuchukua ile roho wanaulizana, wako wapi matabibu, aina atibba, wako wapi matabibu wanaoweza kumtibu huyu leo? Ndio waqila man raq. Wale malaika ndio wanaosema wako wapi wa kuweza kumtibu huyu leo. Ulama wa tafsiri wameikhtilafiana sana hapa kwenye waqila man raq, lakini chukueni kauli yenye nguvu, wale malaika watakuwa wanauliza yuko wapi tabibu anayeweza kumtibu huyu leo. Roho ishafika hapa sasa, ipo kwenye taraki hapa, kwenye mfupa wa kifua. Kuna wakati mgonjwa ukiwa naye anakuwa anakufa na tumbo limeingia ndani sana, limebana sana tumbo mgonjwa, lakini unaona kifuani huku kumejaa. Ile ni roho imefika kwenye at-taraqi. Kama unauguza unaona kuna hiyo hali wewe inatokea kwa mgonjwa, tumbo linakuwa limebana, alafu huku juu kifua kimejaa, anapumulia juu juu. Roho imefika kwenye at-taraqi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kalla idha balaghati at-taraqi wa qila man raq. Hapo ni hatua ya tatu ya mwanadamu, roho yake wakati inatoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Mwanadamu akiwa kwenye hali hiyo sasa, roho yake ipo kwenye mfupa wa kifua, ndio mwanadamu anapata uhakika wa kifo sasa. Hapo wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saq bis-saq. Ulama wanasema mwanadamu ndio anapata uhakika wa kifo hapo kwenye hiyo hali. Sasa mwanadamu ndo anajua kumbe kuna kifo, kwa sababu akiwa kwenye hali hiyo ndio anaanza kuonyesha ulimwengu wa kule anapokwenda. Roho ikishakuwa imefika hapa kwenye at-taraqi, wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saq bis-saq. Waltafati as-saq bis-saq, ulama wanasema mwanadamu anaonyeshwa, yani mwanadamu ana maisha yake ya duniani na anaonyeshwa maisha yake ya kule anapokwenda. Ndio waltafati as-saq bis-saq. Hapo mwanadamu anaonyeshwa alipotoka huku duniani, anaonyeshwa na kule anapokwenda pia anaonyeshwa maisha yake. Ndio maana unakuta mwanadamu roho ikiwa inatoka, jicho linakuwa linamtoka akiwa kwenye hiyo hali. Mwanadamu anahangaika, anatapatapa, mara ageuke huku, mara ageuke kushoto, mara ageuke kulia. Mwanadamu jicho limemtoka hivi, anaonyeshwa kwamba huku ndo ninapokwenda. Kwenye hali gani hiyo? Hali ya tatu mwanadamu. Waltafati saq bis-saq ila rabbika yawma idhini al-masaq. Mwanadamu anaonyeshwa anapokwenda, maisha yake bado yupo katika maisha ya dunia anayaona, lakini na kule anapokwenda pia anaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unakuta mgonjwa wako jicho limemtoka hivi huko hivi. Hiyo kwenye hali hiyo mwanadamu anaonyeshwa. Lakini hali ya nne, mwanadamu roho yake itafika kwenye hulqum. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, falaula idha balaghatil hulquma.
Mwanadamu sasa roho yake imefika kwenye hulqum. Sasa mwanadamu roho yake imefika hapa, fika hapa, mwanadamu shafika hapo. Sasa mtu anaanza kuona sasa yupo katika ulimwengu mwingine. Sasa yupo katika ulimwengu wa kule, hapo sasa hayupo huku, yupo katika ulimwengu huo. Allah subhanahu wa ta'ala sema falaula idha balaghatil hulqum, pindi roho yake ikifika kwenye hulqum, ikishafika hapa, mwanadamu anakuwa yupo kwenye ulimwengu wa kule. Ndugu zake muda ule ndio wanaanza kumuuliza sasa, vipi unajisikiaje, vipi mgonjwa yupo hivi anahangaika hivi, vipi unataka nini, anaanza kwa kushoto kulia. Inafika hatua mwanadamu mpaka anaruka hivi, wanafanya kumshika. Na nilishawahi kushuhudia mgonjwa mmoja Muhimbili, alikuwa anaruka mithili kwenda juu anarudi chini, kwenda mpaka atakufika juu. Yani ni hali moja ya hatari sana. Lakini mwanadamu katika hali hiyo anaonyeshwa yupo katika ulimwengu, na hasa ikiwa yupo katika ulimwengu wa hatari, kwamba ule ulimwengu anapokwenda ni ulimwengu mbaya. Mwanadamu hapo sasa ndio anapoanza kuhangaika, ndugu zake vipi. Hapo tena mwanadamu anakuwa hawezi kusema. Tayari Mwenyezi Mungu anasema falaula idha balaghatil hulquma, roho yake tayari ishafika kwenye hulqum. Mwenyezi Mungu anasema antum hina idhin tandurun, wakati huo nyinyi mnamtazama yule ndugu yenu. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, na sisi ndio tupo karibu yake zaidi yenu nyinyi. Yani nyinyi mpo naye pale na mnamshuhudia ndugu yenu, mnamtazama, mnamuongelesha ongei ndugu yenu. Mwenyezi Mungu anasema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, sisi ndio tupo karibu naye zaidi muda huo kuliko nyinyi. Walakin la tubsirun, lakini nyinyi hamwezi kuona hiyo hali. Mwenyezi Mungu anasema nyinyi hamwezi kuona, nyinyi mnahangaika, ndugu yetu mshikeni hivi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema sisi ndio tupo karibu naye muda huo kuliko nyinyi. Wa antum la tubsirun, hali ya kuwa nyinyi hamwezi kuliona hilo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anaona, na ndio anajua, na malaika wako pale. Nyinyi mnataka tukupe maji, tufanye hivi, unataka nini? Konja aongei tena kwa wakati huo. Roho inatoka kashaonyeshwa kule anapokwenda. Na stage hiyo ndio ambayo mwanadamu mwingine sasa aliyekuwa anapokwenda ni pazuri, unaona ametulia kitandani, anakuwa hapapariki. Yani moja ya ishara ya watu wema wakiwa wanakufa huwa hawapapariki kwenye vitanda vyao. Watu wema wakiwa wanafariki huwa hawapapariki kwenye vitanda vyao. Moja ya ishara kuonyesha anayefariki sio mtu mwema ni pale unapomuona mwanadamu anapaparika kama mithili ya kuku anapokuwa amechinjwa. Ni ishara ya kuonyesha huyu mwanadamu sio mwema. Kwa sababu gani? Anaonyeshwa kule anapokwenda. Waltafati saq bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq. Mwenyezi Mungu anamuonyesha kule maisha yake anapokwenda. Kwa hiyo anaanza kuhangaika, kama vile hataki, anaona tabu kule, kwa nini niende kule? Kama ni moto anaonyeshwa, kama ni jahannam ndio hiyo anaonyeshwa. Kwa hiyo anahangaika, anapata tabu. Ni ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba huyu anayefariki sio mtu mwema. Lakini watu wema unaweza ukaona roho zao zinatoka, mtu ametulia kitandani. Kuna watu wema wanakufa, mwingine amekaa amesujudu. Kuna mtu mwema anakufa, kuna mwingine amekaa anasoma Qur'an. Kuna mtu mwema anakufa hali ya kuwa anatabasamu. Anatabasamu kabisa, mtu anafariki hali ya kuwa anatabasamu. Maana yake ni ishara anapaona. Waltafati saq bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq. Anapaona kule anapokwenda ni pahala pazuri. Kwa hiyo anatabasamu, anakufa hivyo. Lakini ukiona mgonjwa wako mpaka mnamfunga kamba roho yake ndio inatoka, ni ishara pia mgonjwa huyu anapokwenda huko ashapaona kuwa sio pazuri, ndio maana anahangaika kwenye ile hali ya kutoka roho, kwa sababu anaonyeshwa picha au video ya kule anapokwenda. Hiyo hatua ya 4 ya mwanadamu. Hatua ya 5 ya mwanadamu, roho yake inapokuja kuchukuliwa, ikiwa ni mtu mzuri, wale malaika wazuri ndio wanakuja kuchukua ile roho. Ikiwa ni mtu mzuri, yani malaika wazuri ndio wanachukua ile roho. Niliwaambia wakati wa ujumbe unakuja kuchukua roho yako, kuna kuwa na delegation ya malaika aina 3. Kuna malakul maut, kuna malaikatul rahma na malaikatul adhab. Malaika wa rehma, malaika wa adhabu na malaika wa mauti. Sasa ikiwa roho yako, ikiwa ulikuwa ni mtu muovu, ndo wanakuja wale kuchukua roho yako mithili mtu anavyomoa kisiki cha muogo kwenye shamba. Mwenyezi Mungu anasema wanaziati gharqa. Wanaziati gharqa maana yake roho kuna malaika hao ndo kazi yao kunyofua roho kwa nguvu ikiwa mtu ule ni muovu.
wanaziati gharqa wanashitati nashta. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha kwamba kuna malaika hao kazi yao ni kunyofoa roho kwa nguvu, na kuna malaika hao kazi yao ni kunyofoa roho taratibu. Ikiwa yule mtu alikuwa ni mwema, roho yake inachukuliwa taratibu, inarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wanaoibeba ile roho, wanaoichukua ni malaikatur rahma, ni wale malaika wa rehma, wale ndio wanaoichukua ile roho kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni mtu mwovu, malaikatul adhab, wale malaika wa adhabu wanaichukua ile roho. Ile roho tena ulama wanasema wanaziati gharqa, yule mtu mwovu roho yake huwa inatoka wakati mwingine kwa mijeledi, yani wale malaika wanaingoa kwa mijeledi. Yani mtu anapigwa, anatandikwa, tabu anapewa, roho yake ndio inatolewa katika mtindo wa sampuli hiyo. Hali kama hiyo anapitia yule mtu. Ndio kuna wakati unaweza ukaona una mgonjwa, mara yuko hivi, mara yuko hivi, mara nasikia huku na kitu, mara hivi, mara nasikia anapigwa huku hivi. Hiyo hali inatokea hivyo. Mara mgonjwa yule, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanazaati gharqa, wanakuja wakati mwingine wanaingoa katika hali kama hiyo roho ya mtu mwovu. Fanaudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuepushe. Kwa hiyo ndio hali inatokea ya tano katika roho ya mwanadamu kutoka. Kwa hiyo roho yake ishafika kwenye hulqum, ndio roho inaondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna bishara kuonyesha kwamba huyu mgonjwa sasa hapa, huyu hatunaye, huyu sasa anaondoka, huyu sasa hapa. Sasa hizi ni dalili, alamati na kupeni kuonyesha huyu mgonjwa hatunaye. Alama ya kwanza ni istirkhau alqadamaini, yani nyayo mbili, zile nyayo mbili za mwanadamu, yani zinaanza kama kupata ubaridi. Yani shangu na mgonjwa wako ukimgusa huko ukianza kuna nyayo zinapata ubaridi, zimepoa, huyo mgonjwa atoki, chomoki. Ukiona nyayo zimepoa, huyo mgonjwa achomoki. Lakini dalili ya pili ni athiqlu fil lisani. Athiqlu fil lisani, ukiwa na mgonjwa kisha mgonjwa yule akawa anapata uzito kwenye kuongea, ni mtu ambaye alikuwa anaongea lakini anaanza kupata uzito kwenye kuongea, mara ilikuwa ujue huyu sasa baba jeni, muda wote saa yoyote huyu anatuaga, anaondoka. Ni athiqlu fil lisani. Ushakuwa na mgonjwa, ukiona alama hiyo ujue huyu mgonjwa huyu anatuondoka. Na hali hiyo ikimfika, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ni haithu la yastati'u almuhtadhar alqudrati ala alkalami. Inafikia hatua yule mgonjwa anakuwa hawezi, yani uwezo wa kuongea anakuwa hana. Yani unamuongelesha, unajisikiaje? Sikia vizuri, yani ujue hivyo hajakata kauli, lakini ukimuongelesha anaona taabu, yani hivyo anaongea kiume, unasema ndio yule mgonjwa mpaka unasema unamsikiliza hivi, unasema unamsikiliza hivi, ujue huyu hapa muda sio mrefu anaachia ngazi. Jambo la tatu ni ghiyabu fi sawadi aini almuhtadhar, kupoteza weusi. Yani ukiona macho ya mgonjwa anapoteza weusi, macho haya yana weusi, sio weupe. Macho yakiwa meupe, huyo mtu ujue muda wote anaondoka. Yani asili ya mwanadamu macho yake yana weusi, hata ukitazama kuna weusi fulani. Sasa ishara ya kuonyesha huyu mgonjwa kwa hayupo ni kupoteza kwa weusi. Daktari akija kumtazama mgonjwa wako kama yupo hai au amekufa, huwa anafanya hivi. Kisha kuna vijitochi fulani vya kidaktari huwa anamulika kutazama hivi. Anachokitazama pale, anatazama ule weusi. Ikiwa haupo ule, daktari anajua hapa. Hata kama ukiona mgonjwa bado hajafariki, ndio yupo kwenye hali ngumu, ukifika kule mgonjwa hajitambui, daktari atachukua rania kupima moyo, kutazama pigo ya moyo, kisha atafungua macho kumtazama, achukue tochi ili atazame na nini. Anachotazama pale ni ule weusi. Mtume anatuelekeza ya kwamba ni ghiyabu fi sawadi aini almuhtadhar, ni kuondoka kwa ule weusi katika macho ya ule mgonjwa ambaye yupo kwenye sakaratul maut. Ukiona weusi umeondoka, kuna weupe mtupu kila ukiangalia, ujue mgonjwa wewe haunaye, anatoweka. Lakini dalili nyingine ni inqita'u sauti, ni kukatika kwa sauti.
Yani kuna wakati mgonjwa anakata sauti, anakata kauli. Ukienda pale mgonjwa anakoroma, bwana fulani, sauti haitoke, ana sauti tena, kauli imekata. Yani kama kuna mtu ashawahi kuuguza, kuna baadhi nakwenda mgonjwa muongeaji sana, alafu nakwenda kauli huwa inakata. Lazima kauli ikate. Ikikata kauli ni ishara kwamba huyu mgonjwa sasa hapa tunaye, unaanza kuona anakoroma. Ile ishara ya kukoroma ile ni ishara kwamba kauli imekata. Sasa huyu hapa hatoweza kuongea, huyu tayari ana roho yake inaelekea kutoka. Lakini jambo lingine ni dhuhulu bil aqli, kuchoka kwa akili na usingizi mzito. Yani mtu ambaye anaelekea kufariki, yani akili yake huwa inachoka, alafu anakuwa anahisi usingizi mzito sana. Usingizi mzito sana huwa anahisi. Hiyo hali huwa inamtokea mtu roho yake ikiwa inatoka. Akili inakuwa imechoka na anakuwa anahisi usingizi mzito mno kwenye kichwa chake. Yani kana kwamba akulala mwaka mzima. Hiyo hali ndio huwa inamtokea. Sasa ukiona ishara hizo ni ishara ya kwamba huyo mgonjwa hapo muda wowote roho yake inakuwa imeondoka, kwa sababu yupo kwenye stage za mwisho kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio kwamba ukiona bundi kwamba ndio ishara ya kuonyesha kwamba mgonjwa wako ndo anafariki. Bundi sio ishara ya kuonyesha mgonjwa anafariki. Maana kuna baadhi ya watu wasema ukiona bundi bwana una mgonjwa, ujue mgonjwa wako bwana huyo kesho haupo naye. Bundi sio ishara ya kuonyesha kwamba mgonjwa anafariki. Isipokuwa tu wanasema bundi huwa ana feel, kuna harufu huwa anaifeel. Na mgonjwa akiwa kwenye yule muhtadhar, akiwa yupo kwenye sakaratul maut, kuna harufu fulani mgonjwa huwa anakuwa nayo. Kuna harufu mgonjwa huwa anakuwa nayo akiwa yupo kwenye sakaratul maut, kwenye kilevi kile cha kifo. Kuna harufu fulani mgonjwa huwa anakuwa nayo. Kwa waliouguza muda mrefu, wagonjwa wengi watakuwa wanajua kuna kaja harufu fulani huwa kinatokea kwa mgonjwa ambaye yupo kwenye hatua za mwisho. Kuna harufu kama fulani hivi inamtokea mgonjwa. Ile harufu ndio ambayo bundi ana uwezo wa kufeel ile harufu, yani anahisi, ananusa ile harufu kwa umbali mrefu sana. Sasa ndio wakati fulani akifeel ile harufu ndio unaweza ukaona akaja akamekani. Sio yani ni ile harufu ya yule mgonjwa. Sasa sio kama ukimuona sasa yule bwana hapo ni hapana, yule ana feel harufu ya yule mgonjwa. Anasikia kuna kitu fulani anakuwa ananusa harufu fulani. Lakini haina maana ukiona bundi kwamba ndio sasa hapa kesho kutakuwa na msiba. Hapana. Lakini hizi zilizoelezwa ndio ishara na dalili mwanadamu akiwa yupo kwenye sakaratul maut. Na hali hii ilimtokea bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, alipitia, na Mwenyezi Mungu anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja. Kwa hiyo hali hii kila mmoja ataipitia, mnaoisikia hapa ataipitia, awe katika usingizi, awe anatembea na afya njema, lakini hali hii lazima kwa vyovyote ataipitia na ataonja ule uchungu wa kifo. Hatimaye ataonja. Haina maana mtu akifa kwenye usingizi ndio anakuwa haonji. Hata aliyekuwa katika usingizi lazima aonje ule uchungu, ile tabu ya umauti. Lazima afeel, lazima asikie, ahisi kama alivyohisi bwana Mtume Muhammad. Kama kulikuwa na mtu ambaye ilitakiwa asihisi uchungu wa kifo, angelikuwa ni Mtume. Kwa sababu yeye ndio mtu aliyekuwa anapendwa na Allah. Lakini Mtume anasema la ilaha illa Allah innal mauta sakaratin, hakika ya umauti jamani ni mchungu. Sasa Mtume anafariki anasema hivyo, anatoa shahada anasema hivyo, kama umauti ni mchungu. Sasa nani anaweza akaponyeka na hiyo hali? Kwa hiyo hata mtu akifa kwenye usingizi lazima aonje. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi lazima ionje. Katika maneno mengine ya mshairi anasema umauti ni kaasun, ni glasi, kullu nasi sharibu, kila mtu, kila watu watakunywa kupitia glasi hiyo. Umauti ni sawa sawa na mlango, almautu babun, kila umauti ni mlango, kila watu watapita kupitia mlango. Kwa hiyo haya niliowaeleza, kila aliyekuwepo hapa atapitia hii hali, lazima atapitia. Utaanza kuona unapokwenda malaika wale, utaona kwamba malaika wa adhabu, tabu utaanza kuiona, shida utaanza kusikia huko, miguu yako inakufa, itafika hapa roho utakuwa tabu. Jamani, tumfanyie madaktari nini, wanachukua mipasi ya moto kuja kufanya hivi. Wapi bwana, hapo wako wapi jamani matabibu jamani wa kuweza kumponya? Shughuli hapo imekwisha, unarejeshwa. Nilikuwa namsikiliza
kwa kumalizia, yule Venance Mabeo aliyekuwa CDF wakati wa rais wa awamu ya 4, rais wa awamu ya 5 alikuwa CDF, alikuwa anaelezea wakati Magufuli yupo kwenye hali ya sakaratul maut, ndio yupo kwenye hali ile ya mwisho. Nasema madaktari wakawa wanakuja nani madaktari wengine wanakesha pale pale na hivi na hivi na hivi, unajua maana tumlete huyu lakini wapi bwana, kile daktari bingwa aliyekuja mpaka Profesa Janabi alikuwepo, lakini wapi bwana, wapi? Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakila man raqa, malaika wanaulizana aina atibba, wako wapi matabibu? Hata kuna bingwa wa aina gani, lazima utaondoka. Lau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyan wa baqiya, lau kama dunia hii ilikuwa ni yenye kudumu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekuwa hai mpaka leo. Aina Muhammad? Muhammad tufi, Muhammad amefariki, na alikuja kuletewa ofa. Yani ilifika hatua yule malakul mauti kwenda kutoa roho ya mtume ilikuwa anaona haya, ilikuwa anaona haya kwenda kutoa roho ya mtume, lakini ndio tayari imefika ahadi ya mtume, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu aakhirishi, la yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu aakhirishi bwana, kwamba nafsi ya mtu itoke saa hizi magharibi, kwamba ngoja nighairishe iwe kesho kutwa, labda kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala atake. Lakini Mwenyezi Mungu lan nikuja hii adatu hasi kwamba haiwezekani kamwe, haitokuja kutokea. Lan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu aakhirishi nafsi ya mtu pale ambapo itakapokuwa imefika ajali yake, na mwanadamu anakuwa na majuto makubwa wakati wa kuondoka roho yake. Ndio unaona pale wakati fulani mwanadamu anahangaika, jamani nipeni hiki, jamani hiki, jamani nataka maji ya kunywa, jamani nataka hivi, nataka hivi, jamani niiteni mwanangu, jamani mwanangu, jamani. Wakati mwingine analia, anamwambia kuongea hawezi, mwingine anatoa machozi, anamtazama mwanae. Yaani mwanadamu anahisi vingi kwa wakati ule, vingi wakati ule mwanadamu anatamani vitu vingi kwa muda ule, basi walau ningebakia duniani kidogo, na yani kila kitu mwanadamu kwa wakati ule. Lakini la yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu hawezi kumrudisha hapa tena, madhali ahadi yake ishafika ya kuondoka, mwanadamu lazima aondoke tu pale. Ndio maana mtume akamwambia binti yake Fatima, wahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu, wewe mpende utakayempenda, lakini ipo siku utatengana naye. Yoyote unayempenda iko siku utatengana naye, na ile siku mwanadamu anaondoka, wanafikiria mpaka wanaye, mwanangu naondoka, mke wangu naondoka, fulani namwacha, fulani mama yangu na hivi na hivi. Kila mtu anatamania anayempenda pale. Kwa hiyo hakuna namna, tu anaondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu siku zote anaogopa kufa kwa sababu ya vitu viwili tu. Mwanadamu anaogopa kifo kwa sababu vitu viwili tu. Kitu cha kwanza ni hubu dunia, ni kuipenda dunia, yani familia yake, mali zake, watu wake, ladha ya dunia na nini, yani namna anavyowapenda watu wake, maisha yake, ni hubu dunia. Ndio maana mwanadamu anaogopa kifo. Hii sababu ya kwanza. Sababu ya pili, mwanadamu anaogopa kifo, anakataa kifo kwa sababu ya kathrati dhunub, madhambi mengi. Yani mwanadamu kila akijikagua anajiona sitoshi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila akijitazama anajiona sitoshi. Na ndio siku ile mwanadamu kila analetewa ile matendo yake, anapokwenda mwanadamu anaona sitoshi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Kwa hiyo hizi ndio stage 5 anazopitia mwanadamu katika maisha wakati roho yake inatoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mwishoni mwa uhai wetu atujalie tupate kutamka shahada kama alivyotamka bwana Mtume Muhammad. Mtume alisema la ilaha illa Allah innal maut sakaratin, hakika ya mauti ni mchungu, akatamka shahada. Na Mtume anasema man qala la ilaha illa Allah fi akhir kalamihi dakhala aljanna, yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah mwishoni mwa uhai wake, mtu huyo ameingia peponi. Sasa kupata hiyo ithbati hiyo ya kutamka la ilaha illa Allah, kuitamka hiyo mwishoni mwa uhai, inataka umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika dua ambayo Mtume alikuwa akipenda kuiomba
na katuhimiza sana kuiomba ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha bihusnil khatima, bihusnil khatima. Mwenyezi Mungu tunakuomba mwisho mwema. Hii ni dua ambayo Mtume alikuwa akiomba na amehimiza tuiombe sana. Ya Allahu biha bihusnil khatima, Mwenyezi Mungu atupe mwisho uliokuwa mwema wa kutamka hiyo kalima tauhid ya la ilaha illa Allah, kwa sababu hiyo huwezi kuitamka mpaka upate ithbat. Unaweza ukawa unajua Kiarabu, unaweza ukawa shekhe, unaweza ukawa mwana wa chuoni mkubwa, lakini kama hujapewa ithbati na Allah subhanahu wa ta'ala ya kutamka hiyo kauli, wallahi hautoweza kuitamka hiyo kauli, kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu anawathibitisha wale ambao waliokuwa wakiifanyia kazi katika ulimwengu huu. Haina maana kwa sababu unajua Kiarabu au kwa sababu shekhe au mwana wa chuoni mkubwa kama unajua mimi nitaitamka tusinaijua. Hiyo uitamki bwana, kama ulikuwa sio mtu wa kheri katika mgongo huu wa ardhi. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu atawathibitishia kauli zilizokuwa njema. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, wala walioamini Mwenyezi Mungu atawapa ithbati fil hayati dunya wa fil akhirah. Maana yake duniani Mwenyezi Mungu atawapa ithbati ya kutamka kalima tauhid. Sio wote wanaotamka. Kuna baadhi ya mashekhe wanakufa hawatamki kalima tauhid, na walikuwa wanaijua tafsiri yake kweli kweli, mpaka irabu atakuwekea hiyo la nahia sina nini, la illa hiyo istithna sina nini, hiyo atakutajia mpaka irabu yake, lakini mwisho wa siku amefariki hakupata kalima tauhid. Wachache wa qalilun min ibadi yashkur, wachache katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wachache, sio wote. Maana hata sahaba wa Mtume Muhammad alikuwa akiitwa Arqam, alishindwa kutamka hiyo. Sahaba wa Mtume Arqam shindwa kutamka. Sahaba wa Mtume yupo kwenye sakaratul maut, masahaba wanamlakinisha la ilaha illa Allah, lakini Arqam ana ile uzito wa kutamka lile neno, ndio ile thaqilul qawl au thaqilul kalam, yani maneno yanakuwa mazito, hawezi kutamka la ilaha illa Allah. Arqam hawezi kutamka. Sahaba wa Mtume, sahaba yuko na Mtume ana kwa ana, lakini kashindwa kutamka. Sasa wewe mtu wa kawaida, kwa nini? Kwa sababu Arqam alikuwa na makosa yake, gombana na mama yake mzazi kwa sababu ya mkewe, akawa anashindwa kutamka shahada kwa kosa hilo tu. Sasa wewe jifikirie, Arqam yule kafanya mangapi na alikuwa sahaba, lakini mwisho wa siku kashindwa kupata hiyo ithibati ya kutamka la ilaha illa Allah. Kwa hiyo tumuombeeni sana Allah atupe ithibati, na ukifanikiwa kuipata hiyo, wewe peponi. Yani wewe huna hisabu, wewe ni peponi. Ndio maana unaweza ukatafuta hapa watu waliofaika katika watumia, upate hata mmoja utamka shahada, yani utokea mara moja sana, mara moja sana, ndio mtu ataka la ilaha illa Allah akatamka shahada, amefariki la ilaha illa Allah katamka. Lakini wengi tuliokuwa wengi sisi, oigo mama kwe, mama nakufa, mama wanangu we, jamani nakufa. Ndio hivyo, ndio wengi wetu sisi. Yani kila mmoja anajua hapa akiwa anaumwa au ukiwa kwenye hali hiyo, jamani usishike huko jamani, ujue wewe sio mtu wa kheri. Lakini mtu wa kheri akiwepo kwenye hali hiyo, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mpaka umauti unamkuta, la ilaha illa Allah. Inshallah kwa haya machache, tuna dakika 3 au 4 za kuuliza maswali ili tuingie katika salatu al-isha. Lakini kwanza tuadhini, alafu tuingie katika maswali dakika hizi 4 zilizobakia. Allahu Akbar.